بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunalazimika kuitumia fursa hii kuzungumza masala yanayofungamana, baadhi ya masala yanayofungamana na zakatul fitri na sala ya Eid kwa mukhtasar, lakini pia kutoa nafasi ya maswali kwenye mambo hayo mawili kwa lengo la kueleza faida, badala ya kujifunga kwenye kitabu tukasoma masala fulani tu na siku zimekwisha. Tunatakiwa tuangalie yale ambayo tunaweza kuyafanyia kazi. Tumetangulia kutaja katika darasa zilizopita, darasa ya juzi, na pia tumetaja kidogo katika khutba al-Jum'a kwamba zakatul fitri ni wajib. Faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zakatul fitri kwa ajili ya kumtaharisha mfungaji kutokana na puo, yani maneno ya kipuuzi, kutokana na mambo machafu, lakini pia kwa ajili ya kumlisha maskini. Kwa hiyo hukumu yake ni faradh, na hikma yake ni kumtaharisha mfungaji pamoja na kumlisha maskini. Wakati wake, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Kwa wakati wake ni kabla ya sala ya Eid. Yule atakayetoa zakatul fitri kabla ya sala ya Eid, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa, na atakayetoa baada ya sala ya Eid, hiyo itakuwa ni sadaqa miongoni mwa sadaka. Kwa hiyo takiwa mtu atoe zakatul fitri kabla ya kuenda kwenye msalla wa Eid. Pia anaweza kuitoa lailatul Eid, kesho Eid atoa leo. Kadhalika katika mambo ya kuzingatia ni kipimo na aina ya chakula. Chakula ni kile ambacho hufanywa kuwa ni chakula siku ya Eid katika mji huo. Chakula ni kile ambacho hufanywa kuwa ni chakula siku ya Eid katika mji huo, kama anavyoeleza Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kwamba sisi tulikuwa katika zama za Mtume fi ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam nukhriju ta'aman wa kana ta'amuna yawma dhak. Anasema alikuwa sisi katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam tunatoa chakula, na ilikuwa chakula chetu kwa wakati huo ni shairi na azabib wal-aqt wat-tamr. Ni shairi na zabib na maziwa ya unga, kadhalika na tamr. Kwa hiyo kwa wakati ule na katika mji wao, hicho ndio kilikuwa chakula chao. Sisi tunatakiwa tutoe chakula kinacholiwa katika mji kama vile ngano na mchele na mfano wa hivyo, lakini pia yatakiwa kipimo chake iwe ni sa'an. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zaka ya fitri hali ya kuwa zaka hiyo ni pishi, na pishi tukatoa maelezo kwamba ni mithqali 480 ambazo ni sawasawa na gramu 2040. Gramu 2040 inalingana sawa na kilo 2 na gramu 40.
wastani wa kilo 2.5 maximum inakuwa hivyo. Tukienda katika hesabu ya juu zaidi, ili kufidia unaweza kutoa kilo 2.5 ukampa maskini wa Kiislamu, na utaitolea nafsi yako. Kama huna ila yako peke yako, basi itolee nafsi yako kwanza, kisha utawatolea watu wako wa nyumbani. Kama kile utakapokuwa umepata nafasi na uwezo, utajitolea wewe, utawatolea watoto, utamtolea mke au wake, utawatolea na wale ambao wako chini yako. Kama una watoto wa ndugu zako mathalan, wawalea, dada zako na wengineo wadogo zako unawalea na wako chini yako, wote hao watakiwa watolee zakatul fitri kama uwezo wa kufanya hivyo upo. Tayib, hili ni kwa katika miji yetu, lillahi alhamdu, linakuwa ni wepesi kwa sababu watu wa kuwapa ni wengi sana. Kuna watu wengi wanahitajia kupewa, hali zimekuwa kwao ni ngumu. Kuna baadhi ya maeneo hupati wa kumpa, au baadhi ya nchi ukiishi huku huwezi kumpa mtu kwamba bwana hii fitri yangu, kwanza atakushangaa. Imma kwa sababu ya qilla ya Waislamu ni wachache, kuna aqaliyatul muslima, au kwa sababu ya hali ya maisha si muhtajun. Lakini ukapata katika sehemu nyingine ni wanahitajia zaidi kuliko hapo, basi sio vibaya ukaihamisha zakatul fitri ukapeleka sehemu nyingine kwa lengo la taukili, ukamwakilisha mtu mwingine kwamba nitolee zaka huko. Jambo hilo ni jaiz, na wanachuoni wamelitolea maelezo na kulijuzisha, lakini asli yatakiwa zakatul fitri utolee pale ulipo wewe na familia yako, utoe zakatul fitri pale. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Nimesema nitazungumza kwa mukhtasar kuhusiana na mambo haya mawili, zaka ya fitri na swala ya Eid. Kwa zakatul fitri jambo lake liko namna hiyo, tunatakiwa tujitahidi tutoe na tuwatolee watu wetu, na yule ambaye ana uwezo wa kutoa asichukue yukawa limbikiza. Sasa na uwezo unao, chukua fitri kwa huyu, mara una kilo 80 za mchele, gunia la mchele umekusanya, kila mmoja umempa fitri wewe, na huku na ngano viroba viwili vya kilo 25 utakaule mpaka ikifika mfungo 3 wewe wala chapati tu na maandazi na mchele nini. Fitri bwana, nipata fitri safari hii, wakusanya tu, na hali ya kuwa uwezo kufanya hivyo wewe unao, na unatakiwa pengine utoe. Hilo linaweza kuwafaa wale ambao uwezo hawana. Mtu amekuletea huyu, mara akakuletea mwingine, yule wao wenyewe bila kujuana, mwingine kaleta, mwingine anapokea, hamna neno, si vibaya. Hili jambo la kwanza kama nilivyosema. Jambo jingine ni salatul Eid. Kiutaratibu katika Uislamu mwezi wa Ramadhani unakuwa ni siku 29 au siku 30. Kwa hiyo mwezi ukiandama kwa 29, ina maana asubuhi yake ya pili itakuwa ni Eid. Usipoandama watu wanakamilisha hisabu ya siku 30. Vyovyote tutakapokuwa mwezi ukiandama au tukikamilisha na 30, ina maana Eid itakuwa imeingia. Kwa hiyo watu watakiwa wafanye maandalizi kwa ajili ya siku ya Eid. Miongoni mwa maandalizi hayo ni maandalizi katika, sababu ni siku ya furaha, lakini pia ni siku ya ibada. Eid kwetu ni ibada, sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia siku hiyo, siku ya furaha kwa Waislamu. Wewe ni kuandaa maandalizi ya kuwa na furaha na kuwafurahisha wengine, wewe mwenyewe, familia yako, ndugu zako, majirani, marafiki. Tunafurahia siku ile kwa kuvaa vizuri, kwa kula na kunywa. Lakini kwanza kuna swala ya al-Eid. Salatul Eid
kiutaratibu na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa inaswaliwa katika sehemu za wazi, yani kwa ufupi kwenye viwanja, ndio asili. Na sio asili kwamba yaswaliwa msikitini na kiwanjani ni dharura, la. Asili ni kuswaliwa kwenye uwanja wa wazi, na msikitini italetwa kwa dharura. Miongoni mwa dharura hizo ni mvua, watu wanaweza kujistiri msikitini, inaswaliwa na ni jaiz. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana musalla maalum kwa ajili ya Eid. Sasa litaangaliwa jambo hili kwa sababu hivi sasa tuko kwenye majira ya mvua, tuko katika majira ya mvua, siku za mvua hizi. Usema watu watoke hapa waende viwanjani huko, pengine mvua ikawapata na wasipate mahali pa kwenda. Kwa kuna uwezekano mkubwa sana wa kuswali Eid hapa msikitini, si kwa sababu ni sunna bali kwa udhur. Inawezekana jambo hilo. Pia salatul Eid, katika swala ya Eid al-Fitri, mtu akitoka kwa ajili ya fitri anatakiwa ale kabisa kidogo tu, utakula. Si kwamba leo nimefunga mpaka nikirudi kutoka msikitini. Watu hawafungi siku ile, si kwa masaa mawili wala matatu wala matano, utakiwa ule kwanza, ndio sunna. Mtume alikuwa kile tamarati, tende chache, kisha anatoka kwenda msikitini. Na swala ya Eid al-Fitri mara nyingi hucheleweshwa kidogo, haiswaliwi mapema sana, kwa sababu ili wale ambao wanachelewa kwenye kutoa zakatul fitri wapate nafasi ya kuitoa. Kwa hiyo wakati wake utasogezwa kidogo kwa maslaha haya, na ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama swala ya Eid al-Adha inawaishwa kidogo, ili watu wakitoka wawahi kwenda kuchinja wanyama wao. Kwa hiyo watu watakiwa watoke wakiwa wamevaa nguo nzuri, sio lazima ziwe nguo za fakhari za gharama. Wajua kwamba hii ndio kanzu yangu ya kuswalia Eid nzuri, hiki ni kilemba changu, hii kofia yangu. Na mtu unatakiwa ujitayarishe mapema, kila kitu kiko tayari. Kama ni kanzu ishapigwa pasi, ushaifukiza, umeweka mahali mathalan, hizi ni nguo zangu za Eid. Sio tena siku ya Eid asubuhi ushatoka alfajiri ndio utafuta kanzu iko wapi, sijanyosha kanzu, pasi mbona sioni, mara moto umeme umekatika, yote pasi ya mkaa, waingia huko watoka huko, tuswali Eid, watu wamaliza, wewe ndo waje. Sio sawa. Jiandae kabisa, jipange kabisa kwa ajili ya jambo hilo, kila kitu kikae sawa. Ubaki udhuru mwingine kwa kadari tu. Kwa hiyo watu watakiwa wao wavae vizuri na watoto wao. Kama waweze kupata kanzu mpya, basi vaa kanzu mpya, kanzu yako nzuri. Huna basi hata ile ya zamani ifue vizuri, inyoshe vizuri. Kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia uwezo kiasi cha uwezo wake. Si kila mmoja avumbua kwamba kila wakati atapata kanzu nzuri mpya kadha, la. Watu wanatofautiana. Ile yako ulionayo kama ni nzuri, kwamba hii ndio kanzu yangu ya Ijumaa, lakini siku ya Eid watu huvaa vizuri, wakitoka kwa majumbani wao na wakiwa wamevaa kanzu zao na nguo zao nzuri za Eid kwa ajili ya Eid, na huku wakileta takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Watafika kwenye uwanja, watakaa kwa ajili ya, hakuna tahiyatul masjid illa kama itaswaliwa msikitini, kwa sababu hairuhusiwi kuingia msikitini alafu ukae tu. Ukija msikitini, kama ni msikitini, basi utaswali tahiyatul masjid. Hakuna qablia ya swala ya Eid wala hakuna baadia. Na kama kwenye uwanja hakuna tahiyatul masjid, hakuna tahiyya ya uwanja kwamba utaswali rakaa mbili. Utafika, utakaa, wakati umejitia manukato na kila kitu, kwa maana kuna tamayuz baina ya siku ya Eid na siku zako za kawaida. Zile nguo zako zile za kazi ziache siku hiyo, vaa nguo nzuri. Lakini pia ni siku ya kula vizuri. Kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amewajalia, basi pia wale vizuri, kufanya maandalizi juu ya hilo kadiri ya uwezo. Na wale walio na uwezo wasifanye israfu,
maana watu hufanya israfu siku za Eid, pakapikwa vyakula hapo vya aina nyingi. Kuna hiki, kuna kile, vyakula aina 12 vingine asubuhi vimewekwa hapo, keki za aina chungu nzima zimewekwa, hakuna mtu anayekula. Kuna moja hii nyingine zote zimebaki. Watu wasifanye israfu hapo. Kwa watu wenye uwezo tutazungumzia, hata wale ambao wana uwezo wasifanye israfu wakaenda zaidi ya uwezo wao, na wale ambao hawana uwezo, pengine hawana nyumba zao, hawana mali pa kwenda, basi washike mikono na ndugu zao wawakaribishe, wafurahike nao kwa pamoja. Kadhalika siku ya Eid ni siku ya kufurahi kwa michezo na mambo mengineyo, na hili limepokewa kwa salaf, walikuwa wakifanya namna hiyo. Kwa hiyo ni siku ya furaha, lakini ni siku ya ibada. Kwa hiyo watu wasiharibu ibada hii kwa kuingiza mambo ya munkarati, kwamba Ramadhani tumekuwa wapole kabisa, watu wenye busara na hikma, watu wenye akili, watu wenye utu na iman. Ikitoka tu Ramadhani kuingia Eid, basi tumerudi kule katika ule ushenzi ambao tulikuwa tumeuacha. Sio sawa. Hii ni alama ya hirman. Lazima uone haya, lazima ustahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ubaki katika mstari. Na baada ya Eid, watu kushaswali Eid, yani baada ya watu kufunga kisha kuswali Eid ya fitr, kinachofuatia kuna 6 ya Shawwal. Watu wajitahidi, kwa sababu man sama Ramadhana, Mtume صلى الله عليه وسلم asema atakayefunga Ramadhani thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal, kisha akaifuatishia hiyo Ramadhani kwa kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, basi inakuwa kasiyami dahr, kama kufunga dahr. Hili si lazima ufunge siku 6 mfululizo kama wanavyofikiria watu kwamba 6 ziwe ni mfululizo. Baada ya siku ya Eid tu inayofuata ni saumu ya 6, 1, 2, 3 mpaka 6, kwamba lazima iwe hivyo au kwamba ndio la. Inatakiwa ufunge ndani ya mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo unaweza kufunga wiki hii ukafunga siku 2, wiki ile nyingine inayofuata ukafunga siku 2, hivyo zikaisha 6, au mwenyewe ukafunga leo kesho ukafungua, au baada ya Eid zile ukapumzika siku 2, siku 3. Lakini pia ukitaka utafululiza siku 6, yote ni sawa. Akazifuatishia siku 6 katika Shawwal. Kwa hiyo ukifuata zile siku 6 ukazifuatishia ni sawa, ukizigawagawa mpaka zikatimia 6 pia ni sawa, jambo liko wepesi. Kwa hiyo pia hilo tulifahamu, kuna kufunga siku 6 katika mwezi wa mfunguo mosi. Labda sasa nitoe nafasi ya maswali machache kama yapo katika haya mawili niliyosema. Kama hakuna, tusijikalifishe kutafuta kwamba ufikiria huko kuna. Kama una mushkili utaja tu sasa hivi hapa tuweze kujibu, tutaujibu. Naam, tafadhali. Zakatul fitr, kama una uwezo wa kutoa lazima utoe. Wasema kwa mwanafunzi, je, kuhusu zakatul fitri kuna ulazima wa kutoa? Kama uwezo wa kutoa upo, basi lazima utoe. Haichagui mwanafunzi wala mwalimu yeye. Na mtu hakalifishwi kukopa. Mtu hakalifishwi kukopa kama hana. Labda kama kuna utaratibu mwenyewe, una mahali kila mwezi wachukua vitu kwa mkopo, walipa mwisho wa mwezi, hilo linakubalika. Lakini sasa wewe huna uhakika kwamba nitapata usipati, wala huna utaratibu huo. Na hii kuna watu wanachukua, wana maduka yao, yafika pale, nipimie mchele kilo 20, nipimie hiki kilo hapo, ikifika mwisho wa mwezi au tarehe ngapi anakwenda kulipa. Kama mkopo wa aina kama hiyo jaiz, haina shida, kwa sababu hamna taklifu ndani yake, ni utaratibu tu. Lakini kwamba sasa mimi sina mwaka huu fitri nitatoa wapi, sina pesa na sina hiki, na sasa labda nikamkope mtu fulani, hujakalifishwa kwenye jambo hili, hujakalifishwa. Naam,
Sije kuelewa. Yani zaka yote kama kwa mtu mmoja kwa sababu ana watu wengi. Yani wewe hapo na familia yako utakaotolee zaka, afu ile zaka yako yote ukaibeba kwa mtu mmoja. Jaiz. Bwana kuna gunia hapa la mchele, kuna gunia hapa la ngano, fitri yetu sisi. Jaiz. Naam. Fikum barakallah. Tofauti za miandamo ya miezi haifanywi kama kuna tofauti katika suala la udugu wa Kiislamu. Unaweza kumpa mtu akuanza kufunga na wewe, wewe 29 yeye 28, yeye imefika Eid yako, yule ambaye kwake Eid utampa, na yeye pingine kwake sio Eid pia unaweza kumpa kwa ishaka kala Eid. Haina neno, ni mambo ya kawaida kabisa. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Naam, naona umechelewa wewe na watu siku ya Eid unakula mahindi. Anauliza tu wewe, utaangalia kwa sababu unatakiwa utoe chakula cha eneo lile katika ile siku ya Eid. Siku ya Eid watu wanakula mahindi. Kama unaweza kuyabadilisha mahindi kama mchele, kwa kubadilishana, badilisha, mpe mchele, chakula cha siku ile, na ili naye apike asikie raha. Tu'matan lilmasakin. Dhahir kuna khilaf katika kwa ahli ilmi, lakini dhahiri ni kwamba yaruhusiwa. Sheikh bin Uthaymeen ana maelezo marefu katika hili, lakini yaruhusiwa kwa sababu Bi Aisha radhiallahu anha bila shaka alikuwa anafunga saumu za sunna, na yeye alikuwa hailipi Ramadhani ila katika Shaaban kwa sababu ya nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mtu kufanya haraka kulipa kama hana udhuru, ni bora alipe faradhi. Lipa faradhi kwanza, wadaiwa wewe Ramadhani siku 5, siku 10 au zaidi ya hapo au pungufu ya hapo, badala ya kulipa ile kwanza ukimbilia kulipa kufunga sunna. Ukifa lipa kwanza. Kwa hiyo katika kulipa kwa haraka kuna ibra'u dhimma, kuitakasa dhimma yako, kuibebesha na lawama, lakini pia kujitoa katika shaka na kukimbilia katika khair. Wastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Al-ayat zilizokuja katika musara katika khair nyingi. Miongoni mwa mambo ya khairat ni mtu kujikurubisha kwa Allah, mimma iftaradahu Allahu alayka, kwa yale ambayo Allah amefaradhisha juu yako. Sasa una deni la Ramadhani, wewe ukimbilia kulipa sunna, usifunga sunna. La, funga sunna, funga Ramadhani, utafunga na sunna baada ya hapo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka.